Hagai 2:9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa na nguvu kuliko wa kwanza. Utukufu ni nini? Bwana asifiwe. Alimaanisha nini kusema utukufu wa mwisho wa nyumba yake utakuwa na nguvu kuliko utukufu wa kwanza? Utukufu ni nini? Nani anajua maana ya utukufu? Haleluya. Mungu anasema utukufu wa mwisho wa nyumba yake utakuwa na nguvu kuliko wa kwanza, akimaanisha madhihirisho ya nguvu katika kanisa lake la mwisho yanakuwa na nguvu kuliko ule utukufu wa kwanza. Nani anayefanya hivyo vitu vitokee? Mwambie mwenzako, ni mtu aliyekubali kutumika na Mungu. Kwa sababu Mungu hafanyi kazi na mizimu. Mungu anafanya kazi na mtu aliyeamua. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Inapoandikwa kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba yangu utakuwa na nguvu kuliko wa kwanza, anazungumzia vizazi viwili. Kizazi cha Agano la Kale, yani kabla ya Kristo, na kizazi cha baada ya Kristo. Unanielewa eh? Anazungumzia pande mbili. Kwa sababu maisha kwenye wokovu yamegawanyika sehemu mbili, kabla na baada ya Kristo. Ndio maana wakati tunasoma kwenye historia kuna kipindi tunasema BC, si ndio eh? Alafu kuna AD. Vipindi viwili tu. Na ndio maana maagano ni mawili tu. Kuna Agano la Kale linazungumzia maisha kabla ya Kristo, na kuna Agano Jipya linazungumzia baada ya Kristo. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo anaposema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa na nguvu kuliko ule wa kwanza, anamaanisha katika Agano Jipya kutakuwa na nguvu kuliko Agano la kwanza au la Kale. Ashukuriwe Mungu, kwa sababu iko kipindi ndio hiki, iko kizazi ndio hiki, na waliokusudiwa ndio sisi. Nanielewa? Kwa nini anasema kizazi cha sasa kitakuwa na nguvu kuliko kizazi kilichopita? Kwa nini? Kwa nini katika Isaya asemi kwamba anawapa watu nguvu? Anasema wamngojeao Bwana watapokea nguvu siku moja. Agano la Kale lote limejaa ahadi tu peke yake. Agano la Kale ni agano la ahadi peke yake. Tazama, bikira atachukua mimba, Isaya. Atazaa mtoto mwanamume, nasi tutamuita jina lake Immanuel. Si ndio? Anazungumzwa nani? Tumepewa mtoto mwanamume, uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Nani? Si ndio eh? Si ndio? Sauti ya mtu aliaye kutoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, palipoparuza pasawazishwe. Nani huyo? Tazama, siku zinakuja, nitafanya njia hata jangwani. Haleluya. Amen. Waebrania 10:1 imeandikwaje? Basi kwa kuwa torati ni kivuli cha mema yatakayokuja, wala sio sura yenyewe ya mambo hayo. Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuja. Kuna mema yamezungumzwa kwenye Torati, lakini ilikuwa kivuli cha mema halisi yatakayofuata baadaye. Amen. Si ndio ilivyoandikwa hapo? Mwambie mwenzako, kumbe Agano la Kale mema yote yalikuwa mema ya kivuli. Kuna mema halisi. Amina. Ndio maana niliwahi kuwaambia, Mungu anasema nitawapeleka nchi ijayo maziwa na asali. Kwenye Biblia pale tulikuwa tunaambiwa Kanani eh? Walipoenda Kanani walirudi na maziwa. Waliona maziwa? Waliona asali? Mwenzako ni kivuli. Kati ya kivuli chako na wewe, nani anaweza kufanya maamuzi? Basi Agano la Kale alikuwa na nguvu ya kufanya maamuzi mpaka Agano Jipya lije. Sura halisi ya Yesu inatokea pale. Agano la Kale lote linamzungumzia Yesu. Hizo amri 10, lengo la amri 10 sio wewe utende. Lengo la amri 10 ni kukuonyesha wewe ni dhaifu, kutegemea Mungu. Ndio maana mpaka leo unapohangaika kutenda bado utimizi. Bado unalia, sitaki kurudia tena, unarudia. Kwa sababu wewe hujui kwa nini ilikuja amri. Amri zilikuja ili uzitimize, wewe huwezi. Mnanielewa? Amri zilikuja ili kutuonesha sisi bila msaada wa Mungu hatuwezi. Soma kitabu cha Yeremia 31:31 mpaka 33. Angalia, siku zinakuja asema, nitakapofanya agano jipya. Unafikiri Mungu ni mjinga aamue kufanya agano jipya kama la kwanza bado linasimama?
Nishawaambia Mungu hana plani A na plani B. Mungu plani yake ni Agano lote la kale, lengo ni kumdhihirisha mwanae katika ulimwengu wa neno. Alafu Agano Jipya lengo ni kumdhihirisha mwanae katika mwili. Endelea hapo. Ndio? Ndio? Agano hilo lilifanywa nini? Mungu anasema leta agano jipya kwa sababu la kale lilivunjwa. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako huu ndio wakati wa kutenda makuu. Hiki ndio kipindi Mungu alichoahidi kumshusha roho wake. Na kwa roho wake tunatenda makuu. Unasoma kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 2, soma mstari wa kwanza. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Unafikiri alikuwa amekaa hapa? Unafikiri Ezekieli alikuwa amekaa? Aliponiambia, aliposema nami, roho ikaniingia. Naye aliposema nami, roho akaingia ndani yangu. Ikanisimamisha. Kumbe kwa akili zetu hatuwezi kusimama, tunamhitaji Roho Mtakatifu atusimamishe. Haleluya. Wewe mwenyewe huwezi. Mgeuke mwenzako mwambie huwezi. Utajitahidi mpaka wakati utakapogundua kwamba jitahidi ni simu, hutaweza. Haleluya. Amen. Sawa? Anasema aliponiambia. Yaani kwanza Ezekieli alikuwa anachanganyikiwa. Ananiambiaje nisimame kwa miguu na hapa nimesimama? Kumbe alikuwa anamwambia asimame kwenye ulimwengu wa roho, kwa mambo ya Mungu awe imara. Haleluya. Na Mungu akagundua kwamba huyu hawezi, akamuingiza Roho Mtakatifu ndani ya Ezekieli. Ezekieli anasema alivyosema nami, roho ikaniingia. Wapendwa, Mungu akisema na wewe, kinachoingia ndani yako ni Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Yohana 6:63 imeandikwa hivi, roho ndio atiaye uzima, mwili haufai kitu. Na maneno haya ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Kumbe maneno ni roho. Kwa Yesu, Mungu wakati anaongea na Ezekieli, maneno yale yakaumbika, Roho Mtakatifu akaingia. Unaposikia neno la Mungu moja kwa moja, hata kabla ya kumwomba Roho Mtakatifu aje, neno lenyewe linamvuta Roho Mtakatifu aje kwako. Amina. Neno lenyewe linamvuta, kwa sababu neno ni Yesu. Yesu akiingia ndani yako, Roho Mtakatifu agomi. Haleluya. Sio kama mnanielewa? Anasema akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, alafu mimi nitasema nao. Anasema hata wakati natafakari tu nitasimamaje, anasema roho ikaniingia. Alafu ile roho iliponiingia mzee, ikanisimamisha. Kwa hiyo issue ya kusimama sio kwa nguvu zangu, ni kwa Roho wake Mtakatifu. Anasema alivyonisimamisha nikamsikia. Mwambie mwenzako huwezi kumsikia Mungu mpaka usimamishwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, anachoenda kukifanya ni kuzibua masikio ya kiroho, kufungua macho ya kiroho, kuzibua hivi vitendea kazi vya kiroho, mambo yaanze kwenda. Kama vile pepo anavyoingia ndani ya mtu. Huyo mtu unaweza ukamuuliza jina lako nani? Unajua kaza huyu ni Yasinta. Lakini akishapagawa na pepo, pepo ndio linasema, ila linatumia kinywa chake. Mimi makata, wewe bwana wewe si Yasinta wewe. Nini umekuwa makata? Basi Roho Mtakatifu inabidi atuongoze hivyo, kwamba akiingia ndani yetu, sawa, yeye ndo afanye vitu ndani yetu, tofauti ya Roho Mtakatifu na pepo. Kwa nini pepo akiingia na kuendesha na Roho Mtakatifu hakuendeshi? Roho Mtakatifu sio dikteta, anataka ufanye maamuzi. Mimi nakwambia, kama Mungu angeamua tumfuate, hakuna mtu angebisha, ana nguvu ya kufanya hivyo. Lakini tofauti ya Mungu na shetani, shetani analazimisha.